United wanapanga kutumia zaidi ya pauni milioni 100 kumsajili kiungo Sandro Tonali kutoka Newcastle United, huku nyuma pazia wakiwa wamekwisha kufanya mazungumzo na kambi ya Carlos Baleba. Hii sio transfer ya kawaida kabisa kama transfer nyingine, bali hii ni transfer ambayo itatoa mustakabali wa future ya kiungo ya Manchester United. Hii wenyewe wanaita ni Red Star vis-a-vis future superstar, star wa sasa na star ajaye. Lakini swali kubwa hapa ni je, Manchester wanataka kushinda sasa au wanajenga kikosi cha kutawala soka baadaye? Hebu tu break down kila kitu katika swala hili la usajili. Move ya Tonali ya paundi milioni 100 ama Baleba ambayo wenyewe wanaita ni hidden plan kwa Manchester United. Kwenda kujenga eneo la kiungo kwa Manchester ndio jambo kipaumbele kwa sasa, na mwisho wa siku utaielewa vizuri strategy ya Manchester ambayo nataka kuifanya kuwa Manchester tishio tena Ulaya na England kwa ujumla. Newcastle tayari wameweka wazi msimamo wao, kama hauna pauni milioni 100 Sandro Tonali haendi kokote. Na ukweli ni kwamba Tonali ana quality ya hali ya juu sana, ana uwezo wa kucontrol tempo ya mchezo, ana vision ya kuona anapiga wapi pasi kabla hajaureceive mpira. Huu ni mtu ambaye ana uzuri, ana jicho zuri kwenye swala la kuscan, lakini ana composure kwa sababu ameshacheza kwa miaka mingi, miaka 26 sasa, si kijana mdogo tena, na akipita klabu kubwa kama AC Milan. Huyu sio prospect, bali huyu ni mtu ambaye yuko tayari kuja kuitumikia kiungo ya Manchester, na bila shaka anaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha Manchester. Lakini shida ipo kwenye paundi milioni 100 ambayo si tu ni price tag, bali ni pressure kwa mchezaji, matarajio kwa mchezaji, na itakuwa ni spotlight ya kila wiki watu kumtazama. Ukigharimu paundi milioni 100 hujiungi na timu tu, unatakiwa kuwa ndani ya timu na unapaswa kuja kuibeba timu. Hapo ndipo changamoto zinapoongezeka, na hapo ndipo riski kubwa iko kwa Sandro Tonali. Na tukumbuke, anapokuja Old Trafford si sehemu ya kujifunza tena, bali ni mahala pa kuja kudeliver, na watu wanategemea kile ambacho uko nacho uweze kuonyesha. Lakini upande wa pili sasa, Manchester wanageuka upande mwingine, wanatazama wanachotaka kufanya. Hapa unaelezwa kwamba tayari kuna mazungumzo na camp ya Carlos Baleba, na wanamuona Baleba kama ni top talent kwa sasa, huku wakiangazia mpango wa muda mrefu kwa Baleba. Hii inatuambia nini? Hii inaashiria kwamba Manchester hawafikirii timu ya leo tu, bali wanafikiria timu ya misimu 5 ijayo mbeleni. Kwanza, Carlos Baleba ni mdogo kuliko Sandro Tonali, lakini ni raw material ambayo ikitengenezwa vizuri inaweza ikaja kuwa balaa baadaye. Ana nguvu ya kutosha na ana potential ambayo bado haijafunguka mpaka mwisho. Wanasema huyu ni mchezaji wa project, na project yenyewe ni ile ambayo ina ceiling kubwa kabisa, inaonyesha taswira nzuri. Tonali atakupa control ya mchezo leo ama control ya leo, lakini Baleba atakupa kudominate kesho katika ligi pamoja na michuano ya Ulaya. Hapa ndipo kuna philosophy mbili zinazogongana. Buy product ambayo tayari imekwisha kutengenezwa, ama tengeneza bidhaa yako ije kuwa bora. Sasa hapo ndipo vita ya nyota hawa wawili inapokuja. Tununue ambayo yuko tayari Sandro Tonali, ama tumlete Baleba kuja kumtengeneza. Casemiro anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Hapa tunakwenda kupoteza experience, leadership pamoja na mtu ambaye kwenye eneo la defense amekuwa bora. Na kazi kubwa sasa inabaki kwamba je, Tonali anakuja kuziba gap moja kwa moja, ama tunakwenda kumpata Baleba ili achukue nafasi ya kukua ndani ya mifumo. Sio hivyo tu, replacement hii ni maamuzi ya identity ya Manchester kwenye eneo la kiungo anapoondoka Casemiro, kwa sababu ukijenga midfield vizuri na kuwa umeijenga timu imara kabisa ya kuweza kuipush Manchester kwa muda mrefu. Tusisahau jambo muhimu pia, Michael Carrick ameleta control nzuri, discipline na structure ya timu inaonekana. Sasa swali linakuja, nani anakwenda kufiti zaidi?
Tonali ambaye anaingia kucontrol mchezo moja kwa moja, ama Carlos Baleba ambaye anaingia kuja kukua na kupata mfumo mzuri wa kudevelop ndani ya system ya Manchester. Lakini ukweli ni huu, Carrick anaweza kumfanya Baleba kuwa star, lakini Tonali ni star tayari, yuko kwenye level nyingine. Kwa hawa ni watu wawili wa muhimu ambao wana sifa tofauti. Carrick anaweza kuja kumuunda star, lakini Tonali yeye tayari ni star, hana sababu ya kutengenezwa. Mwisho wa siku Manchester hawako tu katika transfer ya kawaida, bali wako kwenye transfer ambayo wanasema wenyewe ni crossroad, kuspendi kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya Tonali ama kujenga timu ya baadaye na mtu kama Carlos Baleba. Lakini ukweli ni kwamba wote wanatakiwa, kwa sababu wote wanafaa kuwa short term plan lakini pia long term plan. Mmoja ana miaka 26, mwingine ana miaka 23, kwa ni jambo la kuwasubiri. Vilabu vizuri hununua masuperstar, lakini vilabu vyenye historia hutengeneza master wake, kina Paul Scholes, kina Ryan Giggs. Sasa hebu niambie wewe, unafikiri Manchester kwa mfumo huu ambao unaenda nao, nani anaweza kufaa vizuri, Carlos Baleba ama Sandro Tonali kutoka Newcastle United? Mmoja ni kijana amekuwa na potential nzuri, lakini mwingine ni kijana ambaye bado inaonekana ana nafasi ya kukua zaidi. Hawa ni viungo ambao kwa sasa wanapigiwa chapuo zaidi, ikielezwa thamani ya Baleba huenda ikafika angalau paundi milioni 70 mpaka 80, huko Tonali tayari tunafahamu ni paundi milioni 100 Manchester talazimika kuilipa ili kuweza kupata saini ya kiungo huyu kutoka nchini Italia, huyu mwingine akitoka nchini Kameruni. Hawa ndio watu wawili ambao kwa sasa inatajwa zaidi kwamba Manchester wamewaweka kwenye rada zao za kuweza kuwasajili. Mmoja ni mzoefu zaidi kwa sababu amecheza mpaka michuano ya Ulaya, mwingine amecheza michuano midogo ya Ulaya lakini bado si mzoefu zaidi. Hawa ndio viungo ambao wanatajwa watakuja kujenga future ya Manchester ya baadaye. Sijui nini kinaweza katokea katika dirisha kubwa lijalo, lakini inasalia kwamba Carlos Baleba na Sandro Tonali ndio chaguo kipaumbele zaidi kwa sasa kwa Manchester United. Lakini bado kulikuwa na majina mengi yataendelea kuzungumzwa kadri siku zinazozidi kwenda, tukifahamu Elliot Anderson pamoja na Adam Wharton. Changamoto pekee ya Elliot Anderson ni kwamba vilabu vikubwa vingine kama Man City na PSG na Bayern Munich vinamuania pia, huku gharama ikielezwa huenda ikawa kubwa zaidi kwenye swala la mshahara pamoja na manunuzi yake. Lakini bado kuna kina Adam Wharton, wapo kina Alex Scott na viungo wengine kina wao Gomez wamekuwa pia wakitajwa katika mchakato mzima wa kusajiliwa na Manchester United. Kabla ya dirisha kufunguliwa, joto limeanza kuchemka ndani ya United, wakiangazia namna ya kupata kiungo sahihi wa kuja kuiboresha timu, wakati tunafahamu kabisa Brazil Casemiro atakuwa anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Kwa lazima Manchester ifanye maboresho makubwa kwenye eneo la kiungo ambako ndiko roho ya timu iliko, huku akipambana kuhakikisha Bruno Fernandes anasalia kwenye klabu na bado Kobbie Mainoo ataendelea kuwepo kwenye klabu. Hivyo future Manchester itategemea na usajili wa dirisha hili ambako tuna nafasi kubwa pia kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.